Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu. Nayo kila sababu ya kumshukuru sana Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya neema hii na majira haya ambayo ametupa kuwa nayo, lakini pia na neema ambayo ametupa kuwa nayo ya kuweza kuendelea kujifunza maneno yake ya uzima. Lakini pia nisisahau kushukuru na wewe ambaye unaendelea kuungana pamoja nasi, lakini pia na kutufuatilia kwa njia ya YouTube chaneli yetu ya Hekima Ministry. Mungu akubariki sana na azidi kukuinua sawa sawa na kadri apendavyo yeye. Lakini pia ninaendelea kumtukuza Mungu kwa kuwa pia katika wiki hii ametupa kuwa na somo lingine tena ambalo tutakayotembea nalo katika wiki nzima, na nikukaribisha kwa moyo wa dhati sana tuweze kuungana kwa pamoja kujifunza somo hili kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na ni imani yangu ya kwamba Mungu atakufundisha na Mungu atakufunulia yaliyo mapenzi yake ambayo yatakusaidia katika kukuinua na kukupeleka katika hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikukaribisha tujifunze neno la Mungu, ambapo katika wiki yetu hii kichwa cha somo kitakachotuongoza kinasema ijue siri iliyopo katika kujiamini. Ijue siri iliyopo katika kujiamini. Ijue siri iliyopo katika kujiamini. Na mstari utakaotuongoza unatoka katika kile kitabu cha Waamuzi 6. Nitaanzia mstari wa 14 mpaka wa 16. Waamuzi sura ya 6, nitaanzia mstari wa 14 mpaka wa 16. Neno la Mungu linasema, Bwana akamgeukia na kusema, enenda kwa uwezo wako huu ukaokoa Israeli kutoka mikononi mwa Wamidiani. Je, si mimi niliyekutuma wewe? Gideoni akauliza, Bwana wangu, nitawezaje kuwaokoa Israeli? Ukoo wangu ndio dhaifu kuliko zote katika Manase, nami ndiye mdogo wa wote katika jamaa yangu. Bwana akajibu, nitakuwa pamoja nawe, utawapiga Wamidiani kana kwamba walikuwa ni mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa haya alikuwa ni maneno ambayo malaika wa Bwana alikuwa akizungumza na Gideon, kwa sababu ilikuwa ni kipindi ambacho wana wa Israeli walikuwa tena wametenda yaliyo maovu na yaliyo mabaya mbele ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alichokifanya akawakabidhi kwa Wamidiani muda upatao miaka 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 7 aliwatia katika mikono ya Wamidiani, na baada ya Mungu kuwatia katika mikono ya Wamidiani, wale wana wa Israeli walifanyiwa vitu vibaya sana, kwa sababu hakukuwa na kitu ambacho wana wa Midiani walikiacha kwa wana wa Israeli. Kwa sababu kama ilikuwa ni mifugo yote walihakikisha wameharibu, mazao yote walihakikisha kwamba wameharibia. Na ukisoma Biblia yako vizuri, katika ule mstari wa 6 inasema hivi, Waisraeli wakafanywa kuwa masikini sana na Wamidiani, hata Israeli wakamlilia Bwana kuomba msaada. Ina maana kwamba hakuna kitu ambacho Wamidiani waliwaacha Wanaisraeli wafanye ili wafanikiwe. Ndio maana nilivyosema kwamba, kama nilivyosema, ikiwa ni katika swala zima la mazao, walipolima mazao yao Wamidiani waliharibu mifugo yao, kila kitu waliharibu. Walihakikisha ya kwamba wanabaki kuwa masikini, hakuna kitu wanamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa ndipo wana wa Israeli kabidi warudi kwa Mungu kuomba ili Mungu awasamehe, lakini pia awasaidie katika namna ambavyo wanaweza wakatoka katika ile mateso ambayo waliokuwa yakiyapitia. Na baada ya wana wa Israeli kuendelea kuomba, ndipo sasa Mungu anatuma malaika kupitia kwa Gideon kumwambia kwamba, Gideoni, wewe unatakiwa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo kama tulivyosoma katika huu mstari wa 14 kwamba Bwana akamgeukia na kusema, enenda na uwezo wako huu ukawaokoa Israeli kutoka katika mikononi wa Wamidiani. Je, si mimi niliyekutuma wewe?
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kipindi malaika wa Bwana anamwambia Gideon maneno hayo, Gideon alikuwa ni mtu ambaye anajiona ni dhaifu. Ndio maana ukiendelea kusoma huko mbele anasema kwamba itakuwaje hiki kitu? Kwa sababu gani? Ukiangalia katika Manase zima, ukoo wetu sisi au ukoo unaotokea mimi ndio ukoo ulio masikini kuliko koo zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia sio hilo tu, ukinitazama mimi hapo unavyoniona, ndiye niliye mdogo kupita wote katika jamaa zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisahau kwamba somo letu linasema ijue siri iliyopo katika kujiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kujiamini kuna siri kubwa sana ambayo imefichika, ambapo utakapoigundua siri hiyo itakusaidia kupiga hatua katika kila eneo la maisha yako. Itakusaidia kufanikiwa katika kila jambo unalolifanya, bila kujali ya kwamba leo una uwezo gani, leo una kitu gani, leo uko mahali gani, leo uko katika hali gani ya maisha. Lakini utakapoigundua siri iliyofichika katika kujiamini, na kuhakikishia ya kwamba, na Mungu anakuhakikishia katika jioni hii ya leo ya kwamba utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukiangalia katika maisha yetu haya, watu wengi sana tumeshindwa kufanikiwa. Watu wengi sana tumeshindwa kufanikiwa katika malengo yetu, tumeshindwa kufanikiwa katika biashara zetu, tumeshindwa kufanikiwa katika kazi zetu, tumeshindwa kufanikiwa katika huduma zetu. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kiwango chetu cha sisi kujiamini ya kwamba tunaweza, kiwango chetu cha sisi kujiamini ya kwamba katika hii hali ngumu tutavuka, kimekuwa ni kidogo sana, kiasi ya kwamba tunashindwa kufanikiwa katika malengo yetu, kiasi ya kwamba tunashindwa kufikia vitu vikubwa ambavyo vingeweza kupiga hatua katika maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu kiwango chetu cha kujiamini ni kidogo sana. Sikia nikutolee mfano huu hapa. Ukiangalia leo katika maisha, na wewe mwenyewe pia unaweza kuwa ni shahidi, yupo mtu ambaye uwezo wake kiuhalisia sio mkubwa sana ukimkompea na mtu mwingine, lakini licha ya kwamba ana uwezo mdogo, ukiangalia vitu anavyovifanya ni vikubwa, au matokeo yake anayoyapata ni makubwa sana ukilinganisha na yule mtu ambaye ukimtazama ana uwezo mkubwa na ana kila kitu kinachoweza kumsaidia kufika katika viwango fulani vya maisha yake, lakini ameshindwa kupiga hatua kwa sababu ni muoga, anaogopa. Lakini huyu mtu ambaye uwezo wake ni mdogo amejikuta akipata fursa nyingi, amejikuta ya kwamba akifanikiwa katika mambo mengi. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hakuzingatia ule uwezo mdogo alionao, lakini kule kujiamini kwake ya kwamba ninaweza, kule kujiamini kwake ya kwamba hata katika huu uwezo mdogo ninaweza nikafanya kitu kikubwa, amejikuta akipata fursa nyingi, amejikuta akifanya mambo makubwa, amejikuta akifanikiwa. Kwa sababu gani? Amejiamini licha ya kile kidogo alichonacho. Kwa hakukidharau kile kidogo, lakini amekitumia kile kidogo kumpatia vitu vikubwa ambavyo alikuwa hana. Lakini mtu huyo ambaye ana uwezo mdogo, ukaja ukamlinganisha na mtu mwingine ambaye uwezo mkubwa, ukimwangalia ni kweli anao, ukimwangalia kufanya kitu ambacho yule mwenye uwezo mdogo anakifanya, uwezo yeye anao kukifanya, lakini why ameshindwa kupiga hatua? Lakini kwa nini amezikosa fursa nyingi katika maisha yake? Ni kwa sababu amekosa kujiamini. Hajioni ya kwamba anaweza, hajioni ya kwamba na hiki kitu na mimi naweza nikakifanya nikafanikiwa. Kwa mwisho wa siku akajikuta kwamba kila siku katika maisha yake yupo kwenye level ile ile ya maisha, licha ya kwamba ana uwezo mkubwa wa kukifanya kile kitu ambacho yule mwenye uwezo mdogo amekifanya na akafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana nikutolee mfano mwingine kwamba unaweza ukakuta kwamba ni rahisi sana kwa kundi la kondoo linaloongozwa na simba kuweza kupata ushindi, lakini kundi la simba linaloongozwa na kondoo kukosa ushindi ni rahisi sana. Kwa nini?
Kwa sababu kama kundi la kondoo likiwa ni kundi ambalo linaongozwa na simba, ni kweli kwamba wale kondoo ni wadhaifu, ni kweli kwamba kondoo hawana nguvu sana kama jinsi walivyo simba, lakini kwa sababu kiongozi aliye juu yao ni kiongozi ambaye ni jasiri, ni kiongozi ambaye anajiamini, automatically hata kama hawa team member wake ni watu ambao kweli hawana uwezo sana, kweli ujuzi wao sio mkubwa, lakini kwa sababu kiongozi aliye juu yao anajiamini, kwa atakuwa anawa encourage, atakuwa anawatia moyo, kuambia kwamba mnaweza, kuambia kwamba mtashinda. Kwa sababu gani? Yeye ni jasiri, anajiamini, ana uwezo, kwa automatically ataanza kuwafundisha na hawa kondoo mbinu zitakazowasaidia ili kuweza kuwashinda wale simba, bila kujali uwezo walionao. Na mwisho wa siku wale kondoo watajikuta na wao wakiwa na uwezo, wakiwa na nguvu za kufanya vitu ambavyo kiuhalisia walikuwa hawawezi. Kwa nini? Aliyeko juu yao ni mtu anayejiamini, aliyeko juu yao ni mtu mwenye uwezo, ni mtu anayeamini katika uwezo walionao. Kwa atajikuta akiwaambukiza na hawa wengine walioko chini yake kuweza kujiamini ya kwamba wanaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa tukija kwenye hili kundi la pili ambalo ni kundi la simba linaloongozwa na kondoo, hata kama walikuwa na uwezo kiasi gani, hata kama walikuwa wanajiweza kiasi gani, automatically watajikuta na wao wanakuwa dhaifu. Kwa sababu gani? Kiongozi anayewaongoza ni mtu ambaye akikutana na changamoto anasema kwamba haiwezekani. Ni mtu ambaye haoni kama kuna kitu kikubwa wanaweza kukifanya. Ni mtu ambaye haamini ya kwamba kuna maendeleo wanaweza wakayafanya makubwa na wakainuka. Kwa hata kama hawa team members wake walikuwa wana uwezo kiasi gani, kwa sababu aliyeko juu yao ni mtu ambaye hajiamini, ni mtu ambaye haamini hata kama katika hii vita tunaoiendea tutashinda, na kuhakikishia ili kundi la simba ambalo kiongozi wao ni kondoo watashindwa, kwa sababu yule kiongozi aliyeko juu yao atakuwa anawaambukiza ile hofu walionayo, atakuwa anawaambukiza kule kushinda waliko nako. Kwa watakuwa na wao wakitazama waona kwamba sisi tutashindwa. Kwa nini? Kwa sababu aliyeko juu yao amekwisha kuambukizia ile hofu ambayo yeye anayo. Kwa automatically na wale watu wataanza kujiona, wale simba wataanza kujiona kwamba sisi hatuwezi, sisi tumeshindwa, kitu ambacho kitakuwa kikinyonya ule uwezo wao wa kufanya kitu na kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa ndivyo tulivyo leo. Kiwango chako cha kujiamini ndicho kitakachoamua kiwango gani au ni kwa kiasi gani watu wengine waweze kukuamini. Kwa sababu kama leo ukijitazama na ukajiona kwamba hauwezi, ukajiona kwamba hauwezi ukafanya chochote, ukajiona kwamba hauwezi ukafanikiwa, ndivyo na watu wengine watakavyokutazama. Ili watu wakuamini ya kwamba una uwezo wa kufanya kitu fulani na ukafanikiwa, ni lazima kwanza kwako wewe ujione ya kwamba ni mtu uliyefanikiwa. Ni lazima ujiamini ya kwamba mimi ninaweza. Ni lazima ujiamini ya kwamba hakuna kitu mimi kinachonishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukiangalia kwamba kipindi Gideoni anapewa hii taarifa, malaika alikuwa anajua, ndio maana akamwambia hivi, enenda na uwezo wako huo. Alikuwa anamuonyesha kwamba hautakiwi kudharau ule uwezo ulionao. Kwa kuwa kupitia huo uwezo ambao wao ukiutazama unaona ni mdogo, huo uwezo kama utajiamini na kukubali kuchukua hatua, utafanikiwa na kufika mbali. Utafanikisha kuwakomboa hawa wana wa Israeli ambao wanapita katika mateso ya Wamidian. Na ndio maana kuna mtu mwingine leo anapoambiwa kwamba omba kwa Mungu akupe gari, au mwambie Mungu akupe nyumba, au mwambie Mungu akupe kazi nzuri, anasema kwamba hivi, hasa mimi hata nikimwomba Mungu, mimi familia yetu ni masikini, hilo gari, hayo magari ni ya matajiri, hivyo vitu ni vya matajiri. Yaani katika miongoni mwa makundi ya watu ambao wanafanikiwa, yeye ameshajitoa kabisa kwamba yeye hawezi kufanikiwa. Anatembea na historia za familia yao kama ni familia ambayo ni duni, ni familia ambayo ni masikini. Anakwambia katika ukoo wetu sisi wote hakuna hata mtu mmoja amewahi kumiliki gari, hakuna hata mtu mmoja amewahi kufikia kiwango fulani cha elimu. Kwa hata kama ukimwambia nenda shule ukasome, anakwambia hata kama mimi nikienda kusoma nitafeli tu, kwa sababu katika ukoo wetu sisi wote
Hakuna hata mtu mmoja amewahi kufika form 4. Hakuna hata mtu mmoja amewahi kufika form 6. Hakuna hata mtu mmoja amewahi kufika chuo kikuu. Hakuna hata mtu mmoja amewahi kumaliza chuo na kaajiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ameshajiwekea ile mipaka ya kufanikiwa, na automatically anajikuta kila siku ndivyo alivyo. Lakini kama leo hii ukiamini ya kwamba una uwezo wa kufanikiwa na ukachukua hatua kujiamini na kukuhakikishia kwamba kukuhakikishia kwamba lazima tu utafanikiwa. Hata Gideon ukimtazama kipindi kile anasema kwamba katika Manase nzima sisi ukoo wetu ndio leo masikini na mimi ndiye niliye mdogo kuliko wote, lakini alipojiamini na kuamini kile kitu ambacho Mungu alimwambia, sikia nikwambie, alifanya vitu vikubwa sana ambavyo kila mtu alibaki anashangaa, na wana wa Israeli kiukweli walisaidika kupitia Gideon. Sikia nikwambie, kama Gideon angeambiwa yale maneno au yale maneno aliyoambiwa akayaamini, lakini pia asijiamini ya kwamba anaweza, wana wa Israeli wasingeokolewa kupitia mkono wa Gideon. Lakini kwa sababu alijiamini ya kwamba ninaweza, ndio maana wana wa Israeli waliipata ile haki waliokuwa wakiitafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nataka nikwambia kwamba unatakiwa kujiamini, mwana wa Mungu. Maisha haya, sikia, Biblia inasema hivi, au neno la Mungu inasema hivi, tangu enzi za Yohana Mbatizaji hadi hivi leo ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Hata pia katika maisha yetu, ili uweze kufanikiwa, lazima uchukue hatua ya kujiamini. Yaani hata kama kuna kitu unasema, mtu akikwambia kitu anakuambia hichi kitu ukiwezi, lakini wewe jiambia kwamba mimi hichi kitu nakiweza. Usikubali kushindwa kirahisi. Usikubali kushindwa kama ukiwa bado haujajaribu. Ni heri ujaribu ushindwe. Kwa sababu gani? Utakapojaribu ukashindwa, hautakuwa sawa kama mtu ambaye hakujaribu kabisa. Kwa sababu unapojaribu na ukashindwa, kule kushindwa uoga hakuagi ni bure. Na kuhakikishia uoga hakuagi ni bure. Unaweza ukawa umesema kwamba nataka kufanya biashara fulani. Ni kweli mwanzoni ukafanya hiyo biashara, at once ukashindwa. Lakini pale katika kushindwa kuna somo au kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza, tofauti na mtu ambaye hakufanya kabisa, ambapo kesho utakapokuja kukifanya hicho kitu au utakapokuja kufanya kitu kingine ambacho kina uhusiano kidogo na kile kitu ambacho ulifeli mwanzoni, hautashinda tena katika ile step au ile hatua nyingine ambayo ulioshindwa mwanzoni. Lazima ile hatua utakapokuja kupiga katika mwendo wa pili utaishinda. Kwa nini? Kwa sababu gani? Ulipofeli hakukuwa ni bure. Ulifeli lakini kuna kitu ulijifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hautakiwi kuyakubali mazingira ya kuzuia kufika kule ambako unatakiwa kufika. Kwa sababu unapokosa kujiamini, kuna malengo hutayafikia. Unapokosa kujiamini, kuna viwango katika maisha hutavifikia. Unapokosa kujiamini, hata katika masuala ya rohoni, kuna vitu ambavyo hautaweza kuvipata. Kuna vitu ambavyo hautaweza kufanikiwa. Vitu vingine vimetengwa kwa watu tu ambao ni mahodari, kwa watu tu ambao ni mashujaa. Ndio maana Mungu anamwambia Yoshua katika Yoshua 1:9 kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope, uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa. Kwa kuwa hii safari sio rahisi. Katika safari ya kuendea mafanikio yako, sio safari ambayo ni rahisi. Ni safari ambayo ina upinzani mkubwa, ni safari ambayo ina ushindani mwingi. Kwa lazima ukubali kuwa jasiri, kusema ya kwamba hata kama kuna vitu vikubwa mbele yangu, hata kama kuna mambo ya kunizuia, lakini mimi naamua kuwa jasiri. Mimi ninaamua kuwa jasiri na kusimama nikiamini ya kwamba nitaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kukosa ujasiri, kuna watu wengi ambao wamejikuta katika maisha yao wako pale pale katika viwango vile vile kila siku, mwaka baada ya mwaka. Kuna watu ambao wameishia tu kuandika malengo yao makubwa sana katika diary. Wameishia kuandika mipango yao mikubwa sana katika diary. Ukija kuchunguza katika diary nyingi za watu, kuna makampuni yamelala mule. Kuna watu wakubwa sana wamelala mule. Kuna viongozi wakubwa sana wamelala mule. Kuna majianti wakubwa sana ambao Mungu anawategemea watakaoweza kuja kusimama kwa ajili ya kizazi hiki, kuweza kulitangaza jina la Bwana, wamelala mule. Kuna watumishi wakubwa sana wa Mungu wamelala kwenye madayari.
Kuna waimbaji wakubwa sana ambao kupitia uimbaji wao wanaweza kumtangaza Mungu na kumfanya Mungu ajulikane katika kizazi hiki tulicho nacho, lakini wamebaki kwenye madayali. Kwa nini? Wanaogopa, wana hofu, wamekosa ujasiri wa kusimama na kuamini ya kwamba tunaweza. Ndio maana kuna mtu mwingine leo ukimchukua ukampeleka ukamwambia kwamba asimame mbele za watu, aanze kutoa speech au aanze kuongea kuhusiana na jambo fulani, anashindwa. Yani anatamani ardhi ipasuke aingie. Kwa nini? Hana ujasiri wa kuongea. Na kuna watu wengine ambao wako tayari haki zao wazikose, wako tayari kweli walionewa wasiseme, kwa sababu hawana ujasiri au wanaogopa kuelezea kitu fulani ili waweze kupata haki yao. Ngoja nikutolee mfano mmoja. Ukisoma katika Luka 18 na mstari wa 1, tunakutana na habari za yule mama aliyekuwa mjane na kadhi dhalimu. Hebu chukulia picha ile kwamba laiti kama yule mama asingekuwa jasiri kumfuata kadhi ambaye alikuwa hamchi Mungu wala ajali watu, lakini kwa sababu yule mama, Biblia inasema kwamba alikuwa akimfuata mara kwa mara, yani akimwendea mara kwa mara, kiasi kwamba kumfuata kule yule mama kadhi kwa yule kadhi ikawa ni kelo, ikamkila yule kadhi. Yule kadhi akasema kwamba huyu mama nisipompa haki yake atanijia hapa daima, ataendelea kunijia hapa daima. Na ukimwangalia yule mama au kazi alikuwa akimwangalia mama, yani hana muda wa kukata tamaa, wala hana hata chembe za kusema kwamba siku moja atakuja kukata tamaa kwa ajili ya kuifuata haki yake. Na mwisho wa siku ile kadhi akasema, akakiri, japokuwa mimi simchi Mungu wala kiukweli sijali watu, lakini tu kwa sababu huyu mama amekuwa ni mtu anayenisumbua, amekuwa ni mtu anayenifuata mara kwa mara, nitampa haki yake ili aache kunisumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule mama kwa sababu alijiamini, hakuogopa maadui wala hakumwogopa kadhi kwa sababu hajali watu, ikampelekea yule mama kupata haki yake. Sasa unaona matokeo ya ujasiri. Lakini kama yule mama asingekuwa jasiri kuweza kusimamia ile haki yake, ina maana kwamba angeipoteza. Hasa ndivyo ambavyo na wewe leo kuna haki yako ambayo unajua kabisa unatakiwa kuipata, lakini pia kuna kipawa, kuna kalama ambayo Mungu ameiwekeza ndani yako, ambayo Mungu ameiweka ndani yako, ambayo kupitia hiyo kalama inaweza kukusaidia wewe kuweza kupiga hatua kubwa katika maisha yako, kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Lakini umeamua ile kalama ibaki kwenye notebook, umeamua kile kipawa kibaki kwenye diary. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa. Unatakiwa kuwa jasiri kuyaendea yale mambo ambayo Mungu amekupa kuyafanya. Unatakiwa kuwa jasiri kuhakikisha ya kwamba unafanikiwa. Unapokuwa kijana, hiyo ni fursa ambayo Mungu amekupa kutengeneza kesho yako. Ni fursa ambayo Mungu amekupa kutangaza jina la Mungu, kumfanya Mungu atukuzwe katika kizazi hiki kupitia wewe. Kwa nini unakubali kuishia hapo? Kwa nini unakubali kukiri ya kwamba siwezi? Kwa nini unakubali kusema kwamba mambo ni magumu? Kwa nini unakubali kujilinganisha na watu ambao wanasema kwamba hali ya sasa hivi ni ngumu, hatuwezi kutoboa? Sikia, katika hayo mazingira magumu ndipo watu majasiri, ndipo watu wanaomwamini Mungu, ndipo watu ambao wanaamini ya kwamba wao wana uwezo mkubwa na hawatikiswi na mazingira wanatakiwa kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mwana wa Mungu. Kwa unatakiwa kujiamini, unatakiwa kujiamini. Kuna mtu mwingine au kuna watu wengine wao wameshajitazama wakasema tu kama hivi, yani sisi hali yetu ya kila siku ni hii. Kuna mtu mwingine akijitazama anajiona kwamba yeye ni mtu duni, anajiona kwamba yeye ni mtu ambaye kama katika maisha yake hawezi kufanikiwa, anajiona kwamba katika maisha yake hakuna kitu kinaweza kikapita katika mikono yake na kikafanikiwa. Lazima ujiamini. Lazima ujiamini ya kwamba ninaweza. Lazima ujitazame katika picha ambayo unaweza ukaleta mabadiliko katika kizazi hiki. Sikia nikwambia kwamba Mungu alikuumba kwa kusudi.
haupo duniani kwa bahati mbaya, haupo duniani kwa bahati mbaya. Mpaka Mungu kukuumba na akaruhusu uwepo katika kizazi hiki ambacho watu wanalalamika kwamba hali ni ngumu, ambacho watu wanalalamika ya kwamba maisha ni magumu. Mungu alikuwa na kusudi la kukuruhusu wewe uwepo katika kizazi hiki. Kama Mungu asingekuwa na kusudi, au Mungu asingekuwa anajua mambo yanaendelea katika kipindi hiki, angekufanya basi uzaliwe katika miaka hiyo iliyopita ya kina Nyerere. Lakini kwa sababu Mungu ameruhusu uwepo katika kipindi hiki, Mungu ameruhusu uwepo katika majira haya, Mungu anao mpango mkubwa na wewe. Mungu anao mpango mzuri na wewe. Kwa usijidharau, wala usikidharau kipawa chako, wala usiudharau uwezo wako ambao unao leo, kwa sababu kupitia huo uwezo wako ambao ulionao leo, kupitia hicho kipawa ulichonacho leo, kupitia hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa, una uwezo wa kufanya mambo makubwa sana ambayo katika dunia nzima watu wakakufahamu, katika dunia nzima watu wakakutambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mwanzo nikakwambia kwamba hivi, hata kama dunia nzima itakuamini ya kwamba unaweza, hata kama ulimwengu mzima utakuamini ya kwamba unaweza, lakini wewe usipojiamini ya kwamba unaweza, lakini wewe usipojiamini ya kwamba mimi ni mshindi, utaishia hapo. Kujiamini, au katika kujiamini kuna siri kubwa sana ambayo imefichika na ambayo adui amekuwa akituficha sana. Sikia nikwambie kwamba unapokosa kujiamini, kule kutokujiamini, huo kuna mtindo wa kuinyonya nguvu yako ya ndani ya kufanikisha malengo ulionayo, ya kufanikisha mipango ulionayo, ya kufanikisha maono ulionayo, ya kufanikisha kusudi ulilonalo. Sikia nikupe mfano huu hapa. Unapokuwa mwanafunzi, au mwanafunzi anapokuwa tuseme anapokuwa anasoma somo la mathematics, somo la hesabu. Yule mwanafunzi akasema kwamba somo la hesabu ni ngumu. Yaani katika masomo yote somo la hesabu ndilo ambalo ni ngumu. Automatically huyu mwanafunzi ilo somo la hesabu hata kuja kuliweza kamwe. Kwa sababu hata kama mwalimu atakuja atoe mtihani wa hesabu, uwe hata na maswali mepesi kiasi gani, lakini kwa sababu huyu mwanafunzi ameshasema kwamba hesabu ni ngumu. Kama wiki iliyopita tukasema kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kama ndani yake ameshaanza kuiona ile hesabu ni ngumu, hata kama mwalimu aje atoe mtihani mwepesi kiasi gani wa hesabu, lazima huyo mwanafunzi atafeli hilo somo la hesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi watu wengi tumepita mashuleni, hata wewe mwenyewe pia ni shahidi. Shule uliyokuwa unasoma, hata kama leo ukishasema kwamba ulipokuwa ukisema kwamba huu mtihani wa hesabu ni mgumu, hesabu ni ngumu, hesabu ni ngumu, hesabu ni ngumu, kwa sababu ya historia watu waliopita walivyokuwa ukisikia. Na wewe ukajikuta kwamba hata mwalimu atakuja kutoa lile somo la hesabu, kapewa mtihani wa hesabu, hata kama watu walikuwa wakitoka nasema kwamba aisee, hesabu ya leo ilikuwa ni nyepesi sana, hesabu ya leo ilikuwa ni rahisi sana, lakini kwa sababu wewe ndani yako ulikuwa umeshajitengenezea mentality ya kwamba hesabu ni ngumu, ukajikuta hata kama ule mtihani ulikuwa ni mwepesi. Wengine watu wanafurahia watu ambao walikuwa wanasoma hesabu, ambao hawakubali kusema kwamba hesabu ni ngumu, licha ya kwamba kiuhalisia kuna kanamna, lakini wao wakasema kwamba sisi ni majasiri, tutapambana hivi hivi. Wakajikuta wao wanatoka kwenye mtihani na shangilia, lakini wewe licha ya kwamba hesabu ilikuwa ni nyepesi, lakini ukatoka unalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo hivyo unapokosa kujiamini, kule kutokujiamini kuna kwenda kuinyonya nguvu yako ya ndani, kuna kwenda kuinyonya bidii yako katika kuona mambo kama yanawezekana. Ndio maana leo tuna vijana wengi ambao wamekaa vijiweni. Tuna vijana wengi ambao wamekaa kwenye makundi yao, wanaanza kujiambia kwamba maisha sasa hivi ni magumu sana. Yaani vitu vya sasa hivi havieleweki. Vitu vya sasa hivi havieleweki, mambo ni magumu sana. Wameungana na watu wanaolalamika bila kujua kwamba katika huo ugumu, katika hizo changamoto, Mungu bado ana uwezo wa kuonekana. Bado una uwezo wa kusimama. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, nimewaandikieni ninyi vijana kwa kuwa mnayo nguvu. Kwa kuwa mnayo nguvu. Kwa kijana una nguvu, bado una uwezo wa kufanya mambo makubwa katika wakati wako huu ulionao. Bado unaweza kufanya vitu vikubwa katika wakati wako huu ulionao. Una uwezo wa kufanya vitu vikubwa, una uwezo wa kufanikiwa, una uwezo wa kufanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kama wewe ni mtu wa kujifunza, unaweza kupitia hata kwa wale watu waliofanikiwa.
Unaweza ukapitia katika zile historia au stori za watu wengi, watu tofauti tofauti, watumishi wa Mungu ambao wamekwisha kufanikiwa kimaisha. Ukija kuangalia walipo leo sivyo kama walivyokuwa mwanzoni. Walivyokuwa mwanzoni, kuna kiwango cha maisha ambacho walichokuwa wanakiishi. Hebu chukulia leo kama kipindi kile au katika kipindi chao kile wangesema kwamba hali ni ngumu, hatuwezi tukaendelea, tuishie tu hapa. Lakini licha ya changamoto, sio kama katika kipindi chao hawakupita na changamoto, hawakutana na changamoto, walikutana na changamoto, lakini bado wakasema kwamba hivi, na uwezo wetu huu, kwa kuwa tunaamini kwamba Roho wa Mungu anaishi ndani yetu, kwa kuwa tunaamini kwamba Mungu anaishi ndani yetu, tutapambana na tutafanikiwa, tutapambana na tutafanikiwa. Hawakukubali kukatia tamaa ile picha ambayo waliokuwa nayo ndani, licha ya mazingira kuwa hayakuwa supportive kwao, hayakuwa yanawasapoti, hayakuwa yanawaonyesha kwamba inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakukubali kujikatia tamaa. Ndio maana ukisoma neno la Mungu katika hii Waamuzi 6 na mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi, Bwana akamjibu, nitakuwa pamoja nawe utawapiga Wamidiani kana kwamba unampiga mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia Gideon ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe, na hao Wamidiani ambao unawaona, yani utawapiga kana kwamba unampiga mtu mmoja, lakini usiudhalau huo uwezo wako ulionao. Usiseme kwamba ni uwezo mdogo. Yaani wewe tujiamini na uchukue hatua. Kwa kuwa mimi Mungu niko pamoja na wewe. Kwa kuwa mimi Mungu ninatembea na wewe. Katika kila hatua ninakuwa pamoja na wewe. Ndio maana hata Yoshua na yeye anaambiwaje? Yoshua anaambiwa hivi, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako nitakuwa pamoja na wewe kila uendako. Katika kila hatua nitakuwa pamoja na wewe. Kwa mimi ninapokuwa pamoja na wewe, hakuna kitu ambacho utakachokifanya kitaonekana ni kidogo. Ninapokuwa pamoja na wewe, hakuna jambo ambalo utakaolitenda linaloonekana kwamba ni ndogo. Ndio maana Mungu anapokupa kukifanya kitu, hata kama leo unauza biashara, ni mtaji wa karanga, usidharau huo mtaji mdogo. Kwa sababu gani? Unapofanya kitu chochote ukiwa na Mungu, hata kama kwa macho ya kawaida kinaonekana ni kidogo, lakini nikutolee hofu au nikuondolee hofu ya kwamba unapokuwa na Mungu, unapokuwa ukitembea na Mungu, hakuna kitu chochote katika maisha yako kitakachoonekana ya kwamba ni kidogo. Kuwa jasiri. Kuna wakati watu wakikutazama wanaona kwamba mbona kama huyu mtu kitu anachokifanya ni kama vile kieleweki, yaani anafanya biashara ambayo mtaji wake ni 10,000, lakini hawajui mtu ambaye unafanya naye, hawajui Mungu ambaye yuko ndani yako, hawajui yule aliyekupa kukifanya hicho kitu ya kwamba ana uwezo mkubwa kiasi gani, ana uwezo wa kukuvusha kiasi gani, ana uwezo wa kukuinua kiasi gani. Usidharau mwanzo wa mambo madogo. Kuwa jasiri ya kwamba kama ni Mungu aliyenipa kukifanya hichi kitu, nina imani ya kwamba nitafanikiwa. Sikia nikwambie, mafanikio hawakuandikiwa tu wale watu wengine. Mafanikio hawakuandikiwa wale watu ambao unaona tu katika mtaa wako, ambao unaona tu katika biashara zako au kwa ambao unakutana nao sokoni. Sio wao tu walioandikiwa mafanikio. Sikia, wewe unapokuwa na Mungu una nafasi kubwa sana ya kufanikiwa. Kwa kuwa unapokuwa mwana wa Mungu umepewa kuzilisi zile ahadi ambazo Mungu alimwahidi Ibrahimu. Kwa unapokuwa unatembea na Mungu, wewe sio mtu mdogo, wewe ni mwana wa agano, umetakaswa kwa damu ya Yesu, unatembea chini ya kivuli cha Mungu. Kwa hiyo wewe unamwakilisha Mungu duniani. Kwa hata utendaji kazi wako hautofanana na mtu wa kawaida. Ndio maana katika maisha yetu au katika neema, katika vitu ambavyo Mungu ametupa, ni kupewa kibali au ni kupewa neema.
kwa sababu neema ni nguvu ya uwezesho wa Mungu ambao unakuja kusimama katika yale tunayoyafanya. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unafanya kitu na mtu mwingine, unafanya kitu sawa na mtu mwingine. Huyu jirani yako anauza karanga na jirani yako mwingine anauza karanga, lakini na labda tuseme mtu mwingine, jirani yako mmoja anauza nguo na jirani yako mwingine anauza nguo, na wote mnafanya biashara moja. Lakini kwa sababu wewe neema ya Mungu ipo juu yako, inakupa kupata matokeo ambayo yule mtu mwingine au mtu wa kawaida ambaye hana Mungu hawezi kuyapata. Na neema ya Mungu ndipo inapokuwa juu yetu, inakuja kututofautisha sisi na watu wa kawaida. Kwa ukishajua kwamba neema ya Mungu iko juu yangu, uwezo wa Mungu uko juu yangu, kwa hata kama nikiwa ninafanya kitu changu ni kidogo, ninajiamini kwa kuwa niliyembeba ana uwezo wa kunipa matokeo makubwa zaidi ya hiki ambacho ninakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia nikwambie, vitu vikubwa hawakuandikiwa watu wengine. Mafanikio yamefichwa katika kufuata sheria. Siku zote mafanikio huwa yanafuata sehemu ambapo kuna sheria. Na ndio maana Yoshua anaambiwa katika kile kitabu cha Yoshua 1:8, neno la Mungu linasema kwamba na kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake usiku na mchana. Anasema ndipo utakapostawi na kufanikiwa sana katika njia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ikitupa picha ya kwamba laiti kama Yoshua asipofuata yale maelekezo ambayo Mungu amempa kwamba kitabu cha Torati akitafakari, lakini pia hicho kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwake, kwamba anatakiwa kuwa anayasema yale maneno ya kile kitabu mara kwa mara, na kile kitabu akisome na kukitafakari kila siku itwapo leo. Sasa kama huyu Yoshua asipokisoma kile kitabu, ina maana kwamba hawezi akafanikiwa. Ile ni sheria, lile ni agizo ambalo Mungu alikuwa amempa Yoshua. Kwa hata na wewe leo, kuwa jasiri katika kuyatafuta mafanikio yako. Kuwa jasiri katika kuhakikisha kile kipawa ambacho Mungu amekupa kinafanikiwa. Kuwa jasiri katika kuhakikisha kwamba hiyo kalama ya kufundisha neno la Mungu, hiyo kalama ya kuwafundisha watu inafanikiwa. Utaishia hapo, hautafanikiwa. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa katika kile kitu Mungu alichokupa, lazima uwe jasiri, lazima ukubali kuwa jasiri, lazima ukubali kupambana na vitu hata kama ni vigumu kiasi gani, lazima ukubali kupambana navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuishia hapo. Kipindi Mungu anakuumba, alikukusudia uwe mtu mkuu. Usikubali kipawa chako kuishia kwenye diary. Usikubali mipango ulionayo, usikubali mikakati ulionayo, usikubali malengo ulionayo, usikubali kusudi ulionalo liishie kwenye notebook, liishie tu kwenye makaratasi kwamba niliandika na mimi mtu akija kusoma anajua mimi ni mtu mkubwa. Lakini ukakubali kuishia hapo. Usikubali kuishia kwenye makaratasi. Tamani kwenda umbali mkubwa zaidi. Kuna mwingine leo Mungu amekwisha kukuonyesha ya kwamba utakuwa ni mhubiri mkubwa, lakini ukijitazama huna uwezo wa kusimama mbele za watu. Nataka kuambia hivi, anzia hapo mahali ulipo. Anzia katika kanisa unalosali. Anzia katika marafiki zako waliokuzunguka. Kama ni uongozi, kama Mungu amekwisha kukupa picha ya uongozi, anza napo leo kubehave kama kiongozi, kuongea kama kiongozi, kuwa na uwezo wa kuwashauri watu, kuwa na uwezo wa kutatua migogoro ya watu, kuwa na uwezo wa kuwavusha watu, kuwa na uwezo wa kuona kwamba watu wanasaidika. Unaweza usimsaidie mtu kwa pesa, lakini ukamsaidia kwa wazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vipo vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavifanya leo ambavyo vitakavyokusaidia kuweza kuchochea na kuhakikisha kwamba kile kitu Mungu alichokiweka ndani yako kinafanikiwa. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, ipo faida katika kuwa na ujasiri katika yale unayofanya. Ipo faida ambayo utaipata unapokuwa jasiri
katika maisha yako. Usijione tu kama wewe ni wa kuishia hapo, eti kama kwa sababu katika familia yetu sisi ni masikini, katika familia yetu hakuna mtu amewahi kufanikiwa, katika familia yetu hakuna mtu amewahi kuvuka katika kiwango fulani cha elimu, katika familia yetu hakuna mtu amewahi kumiliki gari, katika familia yetu hakuna mtu amewahi kumiliki vitu vikubwa. Shikeni kwambie, wale walikuwa ni wao na wewe ni wewe. Usikubali kutembea katika historia za watu wengine. Usikubali kutembea katika maneno ya watu wengine. Kama wao wakufanikiwa, ilikuwa ni wao. Inategemeana ni kwa kiasi gani wao walikuwa wakitembea na Mungu. Lakini wewe kwa sababu kuna siri umekwisha kuifahamu, kuna Mungu ambaye asiyeshinda umekwisha kumfahamu, unatakiwa kuamini ya kwamba mimi sifanani na wao. Mimi sifanani na wao. Ndio maana Yoshua mwenyewe anasema kwamba hivi, mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Lakini ninyi leo mchague kama nyewe mtamtumikia nani, mimi sijui. Lakini mimi ninachojua au nilichochagua ni kama mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Kwa inategemeana na wao waliamua kumtumikia nani. Inategemeana na wao waliamua kutembeaje katika nyakati zao. Lakini wewe kwa sababu umekwisha kujitambua, kwa sababu unamtambua Mungu aliye naye ya kwamba amesema kama jinsi alivyomwambia Gideoni ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe, nenda na uwezo wako huo, nenda na uwezo wako huo. Kwa hiyo na wewe unaamini ya kwamba hata napotoka katika majira haya, hata napotembea katika majira yangu, ninaamini ya kwamba sitakuwa kama wengine, kwa kuwa Bwana ameahidi kutembea pamoja na mimi. Bwana ameahidi kuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo ninakuwa jasiri, ninachagua kuwa jasiri na ninaamini ya kwamba nitafanikiwa. Hata kama vizuizi ni vingi katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, unasema kama mimi ninachagua kusimama na nitapambana na kila aina ya vizuizi vyote ambavyo vitasimama mbele yangu ili kunizuia, na nina hakika kwamba nitashinda, na nina hakika kwamba nitafanikiwa. Hata kama katika ukoo wetu hakuna mtu amewahi kumiliki gari, mimi ninaamini kwamba nitamiliki. Hakuna mtu amewahi kumiliki nyumba, ninaamini kwamba nitamiliki nyumba. Hata kama kuna mtu ambaye hajawahi kufika viwango fulani vya elimu, mimi ninaamini kwamba nitafika. Hata kama hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa katika kipaji chake, amewahi kufanikiwa katika kipawa chake, amewahi kufanikiwa katika karama yake, mimi nina imani au ninajiamini kwamba nitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nipo kukuhakikishia kwamba lazima utafanikiwa, na ndivyo itakavyokuwa kwa jina la Yesu, na ndivyo itakavyokuwa kwa damu ya Yesu, na ndivyo itakavyokuwa kama Mungu aishivyo. Utafanikiwa. Jiamini. Unapojiamini unafungua milango ya kule kuwezekana kunaanza kutokea. Kule kuwezekana kunaanza kutokea. Mwisho wa siku unaposema kama ninajiamini, ghafla ndani yako kuna kitu kitaibuka cha kupata msukumo wa kuendelea kufanya zaidi. Utajikuta ile nguvu au msukumo wa kutaka kufanya mambo makubwa zaidi unatokea ndani yako au unaonekana ndani yako, na mwisho wa siku utajikuta ya kwamba yale mafanikio uliokuwa unayatafuta, kule kuwezekana ulikuwa unakutafuta, unashangaa ghafla umefika. Hujui umefikaje, haujui imekuaje, lakini umejikuta umefika katika sehemu ambayo Mungu alikuahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo miongoni mwa vitu unavyotakiwa kujijengea kama kijana leo ni hali au tabia ya kujiamini. Jiamini ya kwamba ninaweza. Jiamini ya kwamba mimi ni mshindi. Jiamini ya kwamba mimi ninaweza. Unaposema unaweza, hata ile na hamasa ya kutamani kujifunza zaidi, ile hamasa ya kutamani kuona kwamba hichi kitu nilichopewa kinafanikiwa, unajikuta inaongezeka kila siku iitwapo leo. Kwa hiyo katika leo hii, jianza kujiambia kwamba ninaweza. Anza kujijengea mazingira ya kwamba ninaweza. Anza kujiambia kwamba inawezekana. Hata kama hali ni ngumu kiasi gani, lakini inawezekana. Anza kujiambia kwamba sitaungana na watu wanaolalamika kwamba hali ya kimaisha ni ngumu, lakini katika huo ugumu na mimi nitatoboa. Katika huo ugumu na mimi nitafanikiwa. Katika huo ugumu kipawa changu na kipaji changu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu kitaonekana, na watu tu watajua ya kwamba yupo Mungu anayeishi, yupo Mungu anayeweza, yupo Mungu ambaye yeye akiumba mtu anamuumba kwa ajili ya kusudi na hakosei. Na nipo kukuhakikishia katika jioni hii ya leo kwamba ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo ametupa kujifunza katika siku hii ya leo. Lakini pia nikukaribisha katika siku ya kesho, Mungu atakapotupa neema, ambapo utakwenda kujifunza mambo ambayo huwa yanasababisha mtu kupoteza kujiamini kwake. Ni vitu gani ambavyo vinasababisha mtu ashindwe kujiamini? Sikia, mbele ya kila kitu chochote kinachotokea katika maisha ya mtu au namna yoyote ambavyo mtu yupo leo, lazima kuna sababu ambayo imemfanya yeye kuwepo pale. Unapoona leo mtu amefanikiwa kufika katika hatua fulani ya kimaisha au kufika katika level fulani ya kimaisha, iwe ni katika huduma, iwe ni katika kipawa na karama, iwe ni katika biashara, iwe ni katika masuala ya uchumi, pahali popote unapomwona mtu amefanikiwa kufika leo, uwe na hakika ya kwamba kuna sababu au kuna vitu vilivyomfanya aweze kufanikiwa. Kwa hivyo unapomwona mtu unamwambia kitu kama utafanikiwa, lakini anakuambia mimi sitafanikiwa, kwa anakupa visababu, ujue kabisa kwamba kuna vitu vilivyosababisha huyo mtu kujiona kwamba hawezi. Kuna vitu vilivyosababisha huyo mtu kujiona kwamba yeye ni mtu ambaye ni wa kushindwa, ni mtu ambaye hawezi kufanikiwa kufika hatua fulani. Lazima kuna vitu vilivyosababisha. Na ndio maana hata kama mfano mzuri tukiangalia katika kitabu ambacho Mungu ametupa kutembea nacho katika wiki hii, hata Gideoni mwenyewe, kipindi malaika Bwana anamwambia kwamba uende na uwezo wako huu, wewe ndio utakayeokoa wana wa Israeli. Gideoni kuna taarifa alikuwa nazo. Kuna sababu iliyomfanya yeye kusema kwamba mimi siwezi kwenda. Mimi siwezi kuokoa wana wa Israeli. Na ukiangalia sababu aliyoitoa akasema kwamba kwa sababu katika Manase yote ukoo wetu sisi tu ndio tulio masikini kupita watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu iliyomfanya Gideoni kutokuamini ya kwamba ana uwezo wa kusimama na kuokoa wana wa Israeli, ilikuwa ni kwa sababu ana historia ya ukoo wao kuwa ni masikini. Kwa miongoni mwa sababu zilizomfanya yeye kushindwa au kukataa kusimama kwa ajili ya wana wa Israeli juu ya Wamidian, ilikuwa ni kwa sababu ya ukoo wao kuwa ni masikini. Kwa aliamini ya kwamba kwa ajili au kutokana na ule umasikini wao hawezi kusimama kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli sawa sawa na maelekezo ambayo alikuwa akipatiwa na Mungu. Na sababu nyingine akasema kwamba mimi ndiye niliye mdogo kuliko wote na uwezo wangu ni mdogo sana. Kwa alikuwa na sababu zilizomfanya yeye kukataa kazi aliyokuwa akipewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zilikuwepo sababu. Kwa kesho Mungu atakapotupa neema na kibali ya kujifunza tena, nitakwenda kukufundisha ni vitu gani ambavyo vinamzuia mtu kuto kujiamini au kukosa kujiamini ambako kungeweza kumsaidia yeye kuweza kunufaika na faida zilizomo ndani ya kujiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tutakapozijua sababu, itakuwa ni rahisi sana kwetu sisi kuweza kujua kwamba ni kwa namna gani tunaweza kutatua hii hali ya mtu kukata tamaa, hii hali ya mtu kujiona kwamba yeye hawezi, hii hali ya mtu kutokuamini katika uwezo wake alionao, hii hali ya mtu kujiona kwamba yeye ni duni licha ya kwamba ana uwezo mkubwa, licha ya kwamba ana maarifa mengi, licha ya kwamba anao upeo mkubwa wa kuweza kufanya vitu vikubwa na vikafanikiwa na vikamletea matokeo makubwa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikutakie neema Yesu Kristo na uwezesho wa nguvu za Mungu zikapate kuwa juu yako. Mungu akufunike na kukulinda, lakini pia akupe kibali na neema tena cha kuendelea na somo hili ifikapo hapo kesho. Nikutakie neema Yesu Kristo na uwezesho wa nguvu za Mungu ukapate kuwa juu yako. Mungu akufunike katika majira na kukulinda. Damu ya Yesu ikawe juu yako. Amen.